Waebrania sura 12 mstari wa 14 anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana Mungu asipokuwa nao. Inatufundisha katika Waebrania 12 mstari wa 14 kwamba ili mtu aweze kumwona Mungu, ili mtu aweze kutembea Mungu, ajifunue, awe katika mtembeo wa Mungu, lazima kuna mambo mawili ya msingi ayazingatie. Jambo la kwanza ni kutafuta kuwa na amani na watu wote. Moyo lazima uwe na amani na watu wote. Jambo la pili, ili Mungu aweze kutembea na mtu na kujifunua na kujidhirisha, lazima huyo mtu aoneshe hali ya utakatifu ndani yake, hali ya kutengwa, kukubali kutengwa, kukubali mapenzi ya kibinadamu, kuyashusha chini, kukubali namna tunavyoelewa na kujua, kushuka chini, ili Mungu ainuliwe, ili Mungu aweze kutukuzwa. Biblia inasema Mathayo sura ya 5 mstari wa 8, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Ikimaanisha ili mtu aweze kumwona Mungu, aweze kumsikia Mungu na kuona udhirisho mkuu wa uweza wake, lazima moyo wake uweze kuwapatana na Mungu. Kwa hiyo anaposema kwamba kutafuta amani na watu wote na kutafuta huo utakatifu kwenye Waebrania sura 12 mstari 14, anamaanisha ndiyo njia pekee ya Mungu kutembea na mtu. Ezekiel 36 mstari wa 26 27 anasema, nami nitawapa moyo mpya, nami nitamtia roho yangu ndani yenu. Nami nitawapa, ili kuwa agano la kale, lakini alikuwa anazungumza kwa habari ya neema ya wokovu itakavyokuja. Roho wa Kristo amefanya makao ndani ya mtu, anapokea moyo mpya, anajazwa roho mpya. Moyo mpya ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu, kwa ajili ya kuwasiliana na Mungu, kwa ajili ya kumsikia Mungu. Akili ya mwanadamu haiwezi kumwabudu Mungu. Tunasema dini ni akili ya mwanadamu katika kumtafuta Mungu, hiyo ndiyo maana ya dini. Lakini ibada au kumwabudu Mungu ni akili ya Mungu ikiwezeshwa na roho wa Mungu ndani ya mtu katika kumtafuta Mungu. Ikimaanisha hatuwezi tukaomba, hatuwezi tukamjua Mungu, hatuwezi tukapokea chochote kile wala kufahamu chochote kile cha rohoni pasipo roho wa Mungu kutuwezesha ndani yetu. Anazungumza kwenye Yeremia sura 24 mstari wa 7, anasema, nami nitawapa moyo wa kunijua, moyo wa kunijua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu. Nami nitawapa moyo wa kunijua. Yeremia 24 mstari wa 7. Hata katika kumjua Mungu inahitaji uwezesho wa Mungu mwenyewe, atuwezeshe tuwe na moyo wa kumjua, kuyaelewa matakatifu ya Mungu. Ameandika kwenye kitabu cha Wakorintho Mtume Paulo kwamba mambo ambayo hayajawahi kuingia kwenye moyo wa mwanadamu, mambo ambayo jicho halijawahi kuona wala masikio kusikia, Mungu anawafunulia walio wake kupitia Roho Mtakatifu aliyefanya makao ndani yetu. Zaburi mstari wa 51 mstari wa 10 anasema mwandishi, Bwana uniumbie moyo safi. Kuwa na moyo safi, moyo wa kumpendeza Mungu, hakuko katika jitihada zetu tu kama wanadamu, bali kupo katika uwezesho wa neema ya Mungu. Ukisoma kitabu cha Tito kinasema neema ya Mungu imefunuliwa ili tusaidie kuweza kuacha dhambi, kuweza kuacha uovu. Ili kuwa na moyo safi tunahitaji usaidizi wa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mithali sura ya 3 mstari wa 5 na 6 anasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, naye atanyoosha mapito yako. Namna tunavyoenenda tunategemea sana Mungu, mioyo yetu kumkabidhi yeye, ndio anaweza katuongoza na kunyoosha mapito na kila aina changamoto iliyoko mbele yetu. Anasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 5, na tumaini halitaharishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Pendo la Mungu limefunuliwa na kumiminwa ndani ya mioyo ya waamini, kwa sababu Roho Mtakatifu ameliruhusu hilo pendo ndani ya mioyo yetu. Ni kwa sababu gani? Ni ili tuweze kuwa katika vile vinasaba, zile DNA za Mungu, tuweze tukaona kama Mungu anavyoona, tuweze tukafikiri na kuwaza kama Mungu anavyowaza, tuweze tukaenenda kama asili ya baba yetu aliyetuzaa katika mbegu isiyoharibika, mbegu ya neno la Mungu. Pendo la Mungu limemiminwa
ndani ya mioyo yetu. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 17 hadi wa 19, Mtume Paulo anaombea kanisa la Efeso na ananiombea mimi na wewe. Anasema Mungu atupe, baba yetu atupe roho ya ufunuo na roho ya hekima, ili tutiwe nuru macho ya mioyo yetu, tupate kuelewa. Kuna mambo hatuwezi kuyaelewa kama macho ya mioyo yetu haiwezi ikapokea nuru ya Kristo. Amezungumza kwenye Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 6 kwamba aliposema katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 3 kwamba na nuru iangaze, alikuwa anamaanisha nuru itakaoangaza kupitia elimu ya utukufu wa Mungu, kupitia kweli au neno la Mungu. Kwa hiyo kwa kadri inavyozidi kuangaza na kujifunua neno la Mungu, kweli ya Kristo ndani ya mioyo yetu, inasababisha mioyo yetu iweze kusahilishwa na kuwa tayari kwa ajili ya kuambatana na Mungu. Kumbuka, hatuwezi kuambatana na Mungu kama hatumjui huyo Mungu. Hatuwezi kuambatana na Mungu kama uwepo wake haupo ndani ya mioyo yetu. Tukasema kwamba kwenye Mithali 4 mstari wa 23, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokazo chemichemi za uzima. Moyo huwa unaruhusu milango ya ufahamu. Macho, Ayubu akasema, naeka agano na macho yangu nisije nikakutenda uovu, nikakutenda dhambi. Unaweza kuweka agano na kinywa chako kikusababishie wewe kutenda dhambi. Unaweza kuweka agano na masikio yako, yale unayoyasikia yasiuchafue na kunajisi moyo wako. Yesu akasema alipokuwa duniani, anawaambia wanafunzi wake, kinachomnajisi mtu sio kile kinachoingia mdomoni kwenda tumboni kisa chooni. Kinachomnajisi mtu ni kile ambacho kinatoka wapi? Moyoni. Moyoni kutoka mawazo mabaya, matukano, hisia mbaya, ndiyo kwenye moyo najisi inaingia. Kwa hiyo ili shetani aweze kumnajisi mtu, amweke mbali na Mungu, atatumia sikio, atatumia macho. Kile ambacho shetani alichofanya kwa Adamu na Eva katika Mwanzo sura ya 3 ndicho alichofanya kwa Yesu Kristo kwenye Mathayo sura ya 4 na Luka sura ya 4. Alionesha, anatumia tamaa ya kuonesha, anatumia tumbo, anatumia hali ya udanganyifu ya kuonesha. Kile alichosema eti Mungu anasema hivi, ndicho alichomwambia Bwana Yesu katika Luka sura ya 4. Eti anatumia kile ambacho kama kinaendana na maandiko au na sauti ya Mungu, lakini nyuma yake kuna hila za ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie, kwa maana kitu pekee ambacho kinaweza kikatuharibu sisi katika imani yetu ya wokovu kama wana wa Mungu ni milango yetu ya ufahamu kuvamiwa na kuruhusu najisi ndani ya mioyo yetu. Nikasema shetani hawezi kumgaragaza, hawezi kuingiza shambulizi lolote lile, wala kumharibu, wala kuiba chochote kile kwa mtakatifu kama milango yake ya ufahamu itakuwa haijanajisika bado. Kama hisia ya mwili, macho, masikio, kinywa, moyo haujanajisika bado. Ila atakapofanikiwa kunajisi moyo, ndiyo mwanzo wa mtu kutolewa na kuwekwa mbali na uwepo wa Mungu na kuruhusu maangamivu na giza.